Marekani imetangaza kuwa itafanya shambulio kubwa zaidi la anga dhidi ya Iran, hatua inayochukuliwa kama ongezeko kubwa la mvutano katika operesheni za kijeshi zinazoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran. Akizungumza katika mkutano wa Pentagon Alhamisi hii, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema operesheni hiyo ambayo sasa imefikia siku ya 19 tayari imelenga zaidi ya maeneo 7,000 ndani ya Iran, ikiwemo miundombinu muhimu ya kijeshi. Hadi sasa tumeshambulia zaidi ya shabaha 7,000. Hii ni nguvu kubwa inayotumika kwa usahihi, na leo tutafanya shambulio kubwa zaidi kuwahi kufanyika, alisema Hegseth. Alipuuza hofu kuwa vita hivyo vinaweza kuwa vya muda mrefu, akisisitiza kuwa operesheni hiyo ni ya ushindi wa wazi na inalenga malengo maalum ya kijeshi. Kwa mujibu wa Hegseth, malengo hayo ni pamoja na kuharibu makombora ya Iran, vifaa vya kurushia, sekta ya ulinzi wa kijeshi na jeshi la wanamaji, pamoja na kuhakikisha Iran haipati silaha za nyuklia. Aidha, aliwatishia viongozi wa juu wa IRGC na Basij, akisema nafasi zao sasa ziko hatarini kutokana na mashambulizi yanayoendelea. Kauli hiyo imekuja baada ya Israel kushambulia eneo la gesi la South Pass nchini Iran, ambapo Hegseth amesema hatua hiyo ilikuwa onyo kwa Iran kuacha kulenga miundombinu ya nishati katika nchi za Ghuba. Iran imekuwa ikitumia nishati kama silaha kwa muda mrefu, haipaswi kulenga washirika wa Kiarabu, alisema. Weekend iliyopita Marekani pia ilishambulia kituo kikuu cha usafirishaji wa mafuta cha Iran katika kisiwa cha Kurg, hatua iliyoongeza presha kwa Tehran. Kwa upande wake, mkuu wa majeshi ya Marekani Jenerali Dan Kane amesema jeshi linaendelea kuwa kali na thabiti katika kupunguza uwezo wa makombora ya Iran. Alisema Iran iliingia vitani ikiwa na silaha nyingi na sasa Marekani inalenga makombora ya masafa mafupi na ya kati. Tunaendelea kuyatafuta na kuyaharibu, alisema. Pentagon pia ilisema inachukua hatua za kukabiliana na kuzima kwa internet nchini Iran ili kuwasiliana moja kwa moja na wananchi. Hegseth aliishutumu Iran kwa kusambaza taarifa za uongo kupitia picha na video za AI ili kupotosha umma. Aidha, aliisifu Israel kama mshirika muhimu na kupongeza msaada kutoka nchi za Ghuba kama UAE, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain na Kuwait. Alisema mashambulizi ya Iran dhidi ya miundombinu ya kiraia yamesababisha nchi nyingi za ukanda huo kuunga mkono juhudi za Marekani.